Makamanda peoples, habari zenu. Kwa majina naitwa Anifa Kasim Chiwili, ambaye nilikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Pwani ya Kusini kipindi kilichopita. Haiki tena humu hatuna ukumbi, hebu ongeza sauti kidogo. Tuvute subira kidogo. Nilikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Pwani Kusini kipindi kilichopita, na baada ya hapo nikawa ni mteule wa kanda kwa nafasi ya unadhimu. Lakini pia baada ya hapo, baada ya makelele, unajua mimi ni mwanasiasa nisiyependa kelele, ni mwanasiasa nisiyopenda majungu, nisiyopenda maneno machafu. Baadaye, kwa sababu na mimi pia nilikuwa kwenye lile kundi la watu wenye kuhoji chama kuhusiana na suala la kugombea ama kutokugombea, yani G55. Sikuona kwamba lile kundi lilikuwa lina ubaya wowote ule, kwa sababu ni sehemu ya kuhoji. Maana yake kwenye chama una ruksa ya kuhoji ama kutokuhoji. Ukae kimya ama ulale, unyamaze, uamke, vyote ni sawa. Kwa hiyo baada ya kuona tena ndani ya chama watu wakiona mtu anahoji, labda namuhoji mwenyekiti hapa, basi ni vibaya, kelele zikaanza tena. Nikaona basi mimi haina haja ya kuendelea na siasa. Mimi nilijitoa Chadema kwa ajili ya kupumzika na familia yangu nyumbani kwangu. Sikutaka tena kuendelea na siasa. Nilitaka niendelee kubaki nyumbani kwangu na familia yangu. Nimetumikia Chadema kwa muda wa miaka 26. Boni miaka 20, lakini mimi niko ndani ya Chadema miaka 26. Ni miaka mingi sana. Nipo mtoto mdogo, namaliza darasa la 7. Sisi ndio wale wa kwanza tunacheza disco. Mboya anatuwekea kwenye vijiji vyetu kule Hai. Ndio sisi watoto tuliokuwa tumeanza. Wakati huo Mboya alikuwa akiitwa kulikuwa mna nani kiongozi wa nani, bali ilikuwa anaitwa ni sijui ni nani wa vijana. Wakati huo ndio mimi nilikuwepo katika lile kundi, tulikuwa tunazunguka na mziki wa Mbowe. Na kipindi hicho mataa yale yaliletwa mapya kabisa ya kuzunguka, watu wakasema ni mwisho wa dunia. Sisi ndio tulikuwepo pale. Kwa hiyo nilivyoona haya masuala ya makelele na nini, kwa kweli mimi niliamua kuachana na siasa. Lakini pia nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba viongozi wa chama walikuwa wakinipenda na kunihitaji wakati wote. Nimepigiwa simu na viongozi wakubwa sana, siwezi kutaja majina hapa, wakiniambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo na ndugu yangu hapa na yeye akaniambia karibu nyumbani, lakini mimi niliwaambia nimejitoa kabisa. Sikutaka kwenda kujiunga mahali popote. Na msingeniona kwenye siasa za aina yoyote ile, nilishaamua. Kwa hiyo kwa sasa ninasema nimerudi Chadema, nitakuwepo Chadema. Lakini pia msishangae kwamba nikawaambia jamani mimi nipo nyumbani kidogo. Nafanya majukumu ya kifamilia na mimi, lakini nikiwa ndani ya Chadema. Mimi ni mwana Chadema kuanzia sasa. Asanteni sana. Asante. Dada Anifa karibu sana. Mmempokea? Mmempokea jamani? Kwa moyo mkunjufu. Basi na wengine tena watakuwa wameona kwamba nenda kwa bahati mbaya, milango iko wazi. Wale ambao wanaona kwamba tulihama kwa bahati mbaya kwa hasira, tutawapokea. Nadhani utaratibu wanaujua hapo, katibu wa kanda atamwambia. Unajua sasa hivi ukitoka ukirudi unajisajili na Chadema Digital tu, mambo yanakuwa vizuri. Peoples. Basi makamanda, baada ya kumalizia hivyo nihitimishe kwa kusema asanteni sana. Muwe na